Kuanzisha biashara. Kosa kubwa ambalo vijana waliomaliza chuo na wanataka kujiajiri na kwa hiyo wanaamua kufanya biashara ni kufanya biashara au kuchagua biashara kwa sababu wameona fulani amefanya biashara na amefanikiwa. Hilo ni kosa. Sasa usimuige mwenzio kwa sababu inawezekana mambo yakawa ni tofauti kabisa kati ya wewe na yeye. Kwanza ni kuwa inawezekana uzoefu uko tofauti wa kufanya biashara, lakini pili inawezekana swala la mtaji, pengine biashara inahitaji mtaji mkubwa na wewe huna. Lakini ya tatu ni swala la uvumilivu. Biashara zinahitaji uvumilivu. Sasa inawezekana wewe huna uvumilivu kama huyo mwenzio. Kwa hiyo sio rahisi kufikiria kuwa unaweza ukafanikiwa kwa sababu mwenzio amefanikiwa. Sasa karibu kwenye masterclass ya jinsi ya kuanzisha biashara ambayo ndio iko wiki hii, na tutakuwa Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Na leo ni Jumatatu, tunaanza na somo ambalo ni la muhimu sana, nalo ni kuchagua biashara. Ni biashara ipi unatakiwa kuichagua au inafaa kuichagua ili uweze kufanikiwa kwenye biashara. Sasa kaa nami mpaka mwisho nikuelezee jinsi ya kuchagua biashara ya kuanzisha. Sasa hatua ya kwanza ni tathmini ya ndani. Hii inahusu nini? Sasa kuhusu tathmini ya ndani, kabla hujaangalia soko linataka nini, jiangalie wewe una nini. Kwenye biashara tunaita hii ni inventory of assets. Na hapa simaanishi pesa tu. Chukua karatasi, gawanya sehemu mbili. Kwanza ni suala la ujuzi, yaani skills. Unajua kufanya nini kwa mikono au akili yako? Mfano, kupika, kuongea, kompyuta, ufundi, kufundisha na kadhalika. Pili ni suala la rasilimali, yaani resources. Una nini mkononi? Mfano, laptop, eneo la wazi nyumbani, pikipiki, mtandao wa watu na kadhalika. Sasa kanuni ni nini? Au kanuni iko vipi? Anza biashara inayotumia rasilimali ulionayo sasa hivi. Kama una laptop na unajua kuandika, anza consultancy au uandishi wa miradi. Usilazimishe kufungua duka la vifaa vya ujenzi wakati huna mtaji wa milioni 20. Lakini una akili ya kutosha kutoa huduma. Hatua ya pili ni kulinganisha mambo biashara ya service na ya product. Hii nayo inahusu nini? Hapa ndipo wengi wanapotea. Kama huna mtaji mkubwa, usikimbilie kuuza bidhaa, yaani products. Bidhaa zinahitaji stock, zinahitaji store, zinaharibika. Badala yake anza na huduma, yaani service. Mfano, badala ya kutafuta mtaji wa milioni 5 kufungua car wash, yaani kwa ajili ya mashine, eneo na upatikanaji wa maji, anza na huduma ya kuosha magari kwa kuwafuata wateja majumbani, yaani mobile car wash. Mtaji hapo ni ndoo, sabuni na nauli tu. Unatumia nguvu yako kutengeneza mtaji wa baadaye. Hatua ya tatu ni kulinganisha passion pamoja na profit au faida. Hapa tunazungumzia nini? Usiingie kwenye mtego wa fanya unachopenda na hutafanya kazi siku hata moja. Huu ni uongo kwenye biashara. Fanya kile ambacho watu wako tayari kulipia. Unaweza kupenda kulala, lakini hakuna anayekulipa kwa kulala. Chagua biashara ambayo ina mwingiliano wa vitu viwili. Moja, kitu unachoweza kufanya vizuri, na mbili, kitu ambacho kina soko, yaani watu wana shida nacho.
Sasa kabla hatujamaliza kipindi chetu kwa leo, kuna zoezi hapa nataka kukupa ili likuchangamshe kidogo, na hilo zoezi ni kama ifuatavyo. Zoezi la leo ni hili hapa: orodhesha biashara 3 unazowaza, kisha jiulize kati ya hizi ipi naweza kuanza kesho na vitu nilivyo navyo leo. Hiyo ndiyo biashara sahihi ya kuanzisha. Mwisho kabisa, nina wito nataka kukupa. Sasa wito wangu unahusu nini? Kwanza nataka uniambie kwa kipindi chetu cha leo au hii masterclass ya leo, ni jambo gani limekuvutia sana kiasi ya kuwa limekuhamasisha kutaka kuanzisha biashara hata kesho? Namba 2, ni changamoto gani umeiona ambayo unafikiri inaweza kukukwaza katika harakati au mipango yako ya kutaka kuanzisha biashara? 3, naomba subscribe ili usipitwe na vipindi vyetu. Kwa hiyo bonyeza hicho button cha subscription ili uweze kuwa nasi wakati wote wa vipindi vyetu. Na lingine kuhusiana na hapo kwenye mambo ya subscription, ni bonyeza hiyo sehemu ya like. Ni muhimu sana, kwa sababu ukibonyeza hapo, vijana wenzio ambao hawatakuwa wamebahatika kuona hii video ya hiki kipindi watakiona. Na mwisho kabisa ni naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha hiki ambacho kiko wiki hii kwa Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, yaani masterclass ya jinsi ya kuanzisha biashara. Nafikiri utafaidika sana na inaweza kukuhamasisha ili uweze kuanzisha biashara ambayo itakuwa endelevu. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Karibu kwenye How to Start a Business Channel, sehemu pekee tunapojifunza kwa vitendo jinsi ya kujiajiri na kutengeneza pesa. Kama ndio mara ya kwanza hapa, data zetu zinaonyesha asilimia kubwa ya watazamaji wetu bado hawajasubscribe. Fanya hisani, bonyeza alama nyekundu ya subscription na kengele ili usipitwe na mbinu za biashara tunazotoa kila wiki. Kuanzisha biashara.